Kuna tabia ukiwa nazo ni uhakika kuwa utakufa maskini. Kuna tabia ukiwa nazo huna haja ya kumtafuta mchawi wa ugumu wa maisha yako. Unajua, watu maskini hawajawa maskini kwa bahati mbaya tu, na watu matajiri hawajawa matajiri kwa bahati tu kama ambavyo watu wengi wanafikiria. Ipo kanuni moja ya mafanikio ya kifedha inaitwa the law of cause and effect. Kanuni inasema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu. Kuna kila sababu ya matokeo unayoyaona. Kuna sababu ya watu fulani kuwa maskini na kuna sababu ya watu fulani kuwa matajiri. Katika siku ya leo, katika YouTube channel yangu, ninaenda kukuambia tabia 6 ambazo ukiwa nazo ni uhakika kwamba utaishi maisha yako yote ukiwa maskini, na nitakwambia namna ya kuepuka tabia hizi ili kujenga utajiri wa uhakika. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani Certified Financial Educator. Nimeandika vitabu 4 vya masuala ya fedha na biashara, ikiwemo kitabu changu hiki pendwa kinachoitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kama ndo mara ya kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kukuambia tabia kubwa 6 zinazochochea umaskini. Hizi ni tabia ambazo ukiwa nazo ni uhakika kuwa utakufa maskini. Mimi ninaamini kila mtu anatamani kuwa tajiri. Sasa ili uweze kuwa tajiri kwenye maisha yako, ni lazima ujue vitu ambavyo watu matajiri waliepuka na vitu ambavyo watu matajiri walifanya. Na ili uondokane na umaskini, kuna vitu lazima ukubali kuviepuka na kuna vitu lazima ukubali kuvifanya. Tukuje tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza ambayo unapaswa kuiepuka kama unatamani kukwepa umaskini ni tabia ya kuishi kwa kutaka kuonekana tajiri. Watu wengi katika kutaka kuonekana tajiri wamepoteza fursa ya kuwa tajiri. Watu wengi wanatamani waonekane tajiri mbele za watu. Wanaishi kwenye nyumba ambazo ni zaidi ya uwezo wao. Unakuta wewe uwezo wako ni kulipa kodi 200,000, lakini unalipa kodi 500,000, 800,000 kwenye apartment ili tu uonekane tajiri. Unakosa pesa hapa ya kuweka akiba. Unakuta kwa uwezo wako unatakiwa utembelee gari la aina ya ST, lakini umeforce unanunua BMW au Mercedes Benz. Unakuta kwa uwezo wako unatakiwa utumie simu kama ya Infinix au Tecno, lakini wewe unataka uonekane tajiri, unanunua simu ya iPhone 16, na kila toleo jipya linavyotoka unataka kubadilisha simu. Katika kutaka kuonekana utajiri, watu wengi wamepoteza fursa ya kuwa tajiri. Usiishi kwa kutaka kuonekana tajiri. Wengi wa watu matajiri duniani wanaishi maisha ya kawaida kuliko maisha ambao wanaishi watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati. Utofauti mkubwa kati ya watu maskini na watu matajiri nilijifunza katika kitabu cha Rich Dad Poor Dad, moja ya vitabu vikubwa sana vya fedha duniani kilichoandikwa na Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki anaeleza kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Watu maskini ni watu ambao wanapenda